Mbunge wa Tunduru Kaskazini, Ado Shaibu Ado, kupitia chama cha ACT Wazalendo, ametoa kauli rasmi kuhusu mwongozo uliotolewa na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Musa Azan Zungu, uliomhusu baada ya tukio la Aprili 17 mwaka 2026, ambapo mbunge huyo aliendelea kuchangia hoja hata baada ya muda wake kuisha na kipaza sauti kuzimwa. Katika taarifa yake kwa umma iliyotolewa Aprili 22 mwaka 2026 jijini Dodoma, Ado amesema amepokea mwongozo huo, lakini amesisitiza kuwa dhamira yake kuingia bungeni ilikuwa ni kupigania maslahi na haki za wananchi bila uoga. Naomba nikupitishe kidogo kwenye taarifa ambayo mbunge huyo ameitoa leo akiwa Dodoma, ofisi ya mbunge Tunduru Kaskazini, jengo la mkuu wa wilaya, sanduku la posta 275 Tunduru, ofisi ya mbunge jimbo la Tunduru Kaskazini. Arifa kwa umma. Kauli na msimamo wa ndugu Ado Shaibu Ado, mbunge wa Tunduru Kaskazini ACT Wazalendo, kuhusu mwongozo wa spika wa bunge. Tarehe 21 Aprili mwaka 2026, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, alitoa mwongozo bungeni unaonihusu, akielezea kuwa nilifanya makosa kwa kuendelea kuzungumza licha ya kuzimiwa kipaza sauti wakati nilipokuwa nachangia mjadala wa Wizara ya Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora tarehe 17 Aprili mwaka 2016. Aidha, Mheshimiwa Spika alieleza kuwa nilifanya makosa kwa kurejea bungeni ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2023-2024 kwa kuwa bado haijafanyiwa kazi na bunge. Kufuatia mwongozo huo, nimeulizwa maswali na waandishi wa habari pamoja na wadau mbalimbali wa demokrasia wakitaka kupata kauli yangu kuhusu swala hili. Katika hatua hii, na kwa kuzingatia kanuni ya 81 kanuni za kudumu za bunge inayotamka kuwa mwongozo wa spika ni wa mwisho, sina kauli zaidi ya juu ya mwongozo huo. Hata hivyo, napenda kusisitiza kuwa niliingia bungeni kwa dhamira ya kulitumia kama jukwaa la kutetea haki na maslahi ya wananchi. Nitaendelea kusimamia ajenda za wananchi bila kuyumba, ikiwemo kulinda na kutetea haki za binadamu, hasa haki ya kuishi, kusukuma mbele ajenda ya katiba mpya, kupinga ufisadi na kushughulikia masuala mengine yenye maslahi mapana kwa wananchi wa jimbo langu la Tunduru Kaskazini na Tanzania kwa jumla bila hofu. Kama ilivyo katika historia ya dunia, mapambano ya haki hayajawahi kuwa mepesi. Ninafahamu kuwa safari hii itaambatana na changamoto na vikwazo mbalimbali. Hata hivyo, ninaweka wazi kuwa sitarudi nyuma. Nitaendelea kusimama imara katika kutetea haki, utu na ustawi wa wananchi ndani na nje ya bunge. Asanteni. Ado Shaibu Ado, mbunge jimbo la Tunduru Kaskazini, tarehe 22 Aprili ya mwaka 2026, Dodoma. Hiyo ni taarifa ya mbunge wa Tunduru Kaskazini kama ambavyo imeelezwa. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe, kucomment katika channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa update zaidi.